Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Mungu amekuwa baba yetu. Mungu ametulinda na Mungu ametuokoa. Tuna sababu halisi ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Yote ni kwa sababu ya upendo wake wa kipekee ambao huachilia katika maisha yetu wakati wote. Biblia inazungumza, Mungu akazungumza na Musa, nitawatoa watu wangu kwenye mikono ya Farao ili waende wakanifanyia ibada. Ibada ni udhihirisho wa wokovu wa kweli wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Yeyote anayemwabudu Mungu kwa kuelewa kile anachokifanya, anadhihirisha ya kuwa hayuko tena chini ya utumwa. Bila kujali familia uliozaliwa, ni familia ya waabudu shetani, ni familia ya uganga, ni familia ya laana, ni familia ya mikosi, ni familia ya kimasikini, ni familia ya kukataliwa, ni familia ya kufa ukiwa kijana mdogo, ni familia ya kupoteza mume, ni familia ya kupoteza mke. Tunapomwabudu Mungu, tunadhihirisha mbele za Bwana ya kuwa tayari alishatutoa kwenye ufalme huo wa giza, nasi tu wana wa Mungu aliye hai. Ibada inatambulisha katika ulimwengu wa roho ya kuwa sisi tunatawaliwa na Mungu na hatuko chini ya mamlaka tena za kishetani. Jioni ya leo, kwa kuwa tumepata neema ya kumsifu Mungu, jioni ya leo, kwa kuwa tumepata neema ya kumwabudu Mungu, uwe na uhakika hakuna silaha itakayoinuka juu yako ikafanikiwa, maana utambulisho wako ni katika Kristo Yesu. Bwana anazungumza na Prophet Isaya, anasema Farao ajapoinuka tena, nitauvunja mkono wake, na ikitokea yuko aliyeuzonga ili uweze kupona, nitaukata usiwepo tena. Nami ninakuombea jioni ya leo, ibada yako ya leo inatangaza, haijalishi alikuweko adui anayeanza kunyemelea, ilikuweko nguvu inayoanza kushambulia, matatizo ya zamani yalikuwa yanaendelea kurudi, hasara zilikuwa zinaanza kumea, kama neno la Bwana Mungu aishivyo, anayerituma jioni ya leo juu yako, ya kuwa huyo adui aliyeinuka juu yako tena anaangushwa, kwa kuwa wewe hu mwana wa Mungu aliye hai. Usiogope yule aliye mbele yako. Yule Mungu aliyekuokoa na hatari ya jana, hata leo anakuokoa katika jina la Yesu. Yule Mungu aliyekuokoa na mabaya yaliyotokea mwaka jana, hata katika mwaka huu wa Gosheni atakufanya kuwa salama katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Usiliogope giza ambalo adui amelileta mbele yako. Kristo anasema jioni ya leo ameiandaa nuru kwa ajili yako, na katika hilo giza utapenya katika jina la Yesu wa Nazareti. Wakati kuna magonjwa, wakati kuna tauni, Mfalme wa uzima anaongea na wewe jioni ya leo. Utakuwa mzima kwenye mishipa yako, kwenye mifupa yako, kwenye ubongo wako, kwenye tumbo lako, kwenye kifua chako, kwenye misuri yako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Yeye ni maji yaliyo hai, yeye ni maji yaliyo ya uzima. Haijalishi uko ugonjwa kwenye damu, miaka mingi iliyopita umekuwa ukiteseka katika hiyo dhiki, yeye anasema ni uzima, tena uzima wa kweli ndani yako jioni ya leo, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Umekataliwa, umezuiliwa, umepingwa, usiogope, maana yeye alishabeba adhabu hiyo, yeye alishabeba huzuni hiyo, yeye alishabeba mateso hayo, yeye alishabeba masikitiko hayo. Kama neno la Bwana linavyozungumza katika kitabu cha Kutoka 12, ndipo nitakapofanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Neno hili linatimia juu ya mwanamke na mwanaume uliyeinua mikono yako mbele za Bwana, ya kuwa yale yaliyokuwa yanaendelea kwenye maisha yako ni kinyume cha sheria ya Mungu, kwa kuwa yeye mwenyewe tayari alishakununua kutoka katika mateso hayo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naongea na kila ndoa iliyokusudiwa kuvunjika mwaka huu, ipokee uhai katika jina la Yesu. Nazungumza na kila maono ambayo shetani amesema hayatatimia, natangaza yatatimia katika jina la Yesu.
Natangaza na kila silaha iliyoundwa kukuteketeza wewe na wapendwa wako itakuwa butu juu yako, haitakudhuru, asema Bwana Mungu wa majeshi. Yeye ni Mungu aliyekuokoa, hajakusahau, amekuchora kwenye vitanda vya mikono yake, anakukumbuka na atakupigania, na utanyamaza kimya katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Believe, amini, unashinda. Amini, unapenya. Amini, unavuka hilo jaribu ambalo umeona linakuangusha, na kutia moyo mwana wa Mungu. Unaye Mungu aliye hai, unaye Baba aliye hai. David anasema wenzetu wana majeshi yao, wenzetu wana ujuzi wao, wenzetu wana mali zao, sisi tunaye Bwana Mungu wa majeshi. Ikiwa adui anatengeneza uchawi, anatengeneza uganga, anatengeneza laana, anatengeneza mateso dhidi yako, yeye anayekwazia mema yuko hai, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Elisha anasema ni kweli wametuzunguka, lakini nasi tunao waliowazunguka. Usiogope, maana Bwana yu pande wetu. Nami nakutangazia jioni ya leo, katika maombi haya siku 40, katika maombi haya Gosheni, Bwana anakutendea makuu, nawe utanyamaza kimya. Bwana anakuponya, nawe utanyamaza kimya. Bwana anakupa kazi, nawe utanyamaza kimya. Bwana anambadilisha mume wako, na utanyamaza kimya. Bwana anabadilisha uzao wako, na utanyamaza kimya. Bwana anaondoa aibu yako, na utanyamaza kimya. Bwana analiandika jina lako kati ya watu maarufu wa Tanzania, na utanyamaza kimya. Yale maombi unayolia mbele za Bwana, ile sauti unayoinua mbele za Bwana, kule kufunga unakofunga mbele za Bwana, Bwana hatakuacha, atakushindia katika dhiki yako. Bwana anamwambia Moses, usiwaogope Amaleki, wataanguka kwa mkono wangu ulio hodari. Nami ninakuombea katika jina la Yesu, kila adui utamshinda. Sikiliza, maombi yanayoambatana na kufunga sio maombi ya kawaida. Sikiliza, kufunga kunatupa nafasi ya kuwa na nguvu, ya kuwa na uwezo, ya kuwa na usikivu, ya kuweza kuona katika ulimwengu wa roho. Sikiliza, sisi ni mwili, sisi ni roho, sisi ni nafsi. Mwili una uwezo wa kupambana ili kudhibiti roho yako isifanye kazi. Mwandishi wa Wagalatia anasema mwili hushindana na roho. Mwili unapokuwa na nguvu juu yako, unajua miili yetu inapenda, yani mwili wetu kwa sababu umetoka duniani ni mwili unaopenda vitu. Unapenda kula, asubuhi unakula, mchana unakula, jioni unakula, unapenda ngono, unapenda hiki. Mwili kuna vitu unavipenda vya dunia. Sasa kadiri unavyovikataa vitu vya mwili, unauruhusu uingiliaji wa kimungu katika roho yako. Roho yako inapokea nafasi ya kuanza kutenda kazi. Kwa hiyo ukiweza kudhibiti mwili wako, umeweza kuruhusu roho yako kuwa na nguvu. Watu wengi hawasikii kwenye ulimwengu wa roho. Watu wengi hawaoni kwenye ulimwengu wa roho. Watu wengi hawajui kwenye ulimwengu wa roho. Watu wengi hawaendelei kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu katika ulimwengu wa mwili wamekuwa na nafasi kubwa. Kwa hiyo mwili umewadhibiti kabisa, umewadhibiti. Biblia inasema roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Ukiweza kushinda mwili wako, hakuna shetani atakaye kushinda. Na ndio maana wanasema kama mtu anashindwa kufunga, yani njaa inakushinda, hakuna dhambi utaishinda. Kwa nataka uelewe, wewe unayefunga na kuomba, ikiwa leo ni siku ya 7, nakutangazia wewe ni giant la mbinguni. Kama yule Daudi alivyomwambia Goliati, mimi ninaye Bwana Mungu wa majeshi, nitakuangusha kwa upanga wako mwenyewe. Na kuona mwanamke na mwanaume, maombi yako kuanzia siku ya leo yanaangusha kila ngome juu yako, yanaangusha kila adui juu yako, yanaangusha kila silaha juu yako, yanainua baraka za Bwana, yanainua utukufu wa Bwana, yanainua miujiza ya kimungu. Nawe utajulikana ya kuwa unaye Mungu wa kweli katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Na utaimba wimbo mpya, wimbo wa sifa mbele za Bwana. Utasema haleluya.
I prophesy. Ninatabiri maombi haya yanafungua marango yaliyokazwa na adui kwenye maisha yako. Ninatabiri maombi haya yanafungua marango yaliyowekewa vizuizi ili usije ukaingia. Biblia inasema, nami ninao ufunguo wa Daudi na ninafungua wala hapana awezaye kufunga. Huyu Yesu unayemwinulia maombi yako, natangaza katika jina la Yesu, neema yake iko juu yako. Maombi yako yanafungua kile kilichofungwa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Usiogope. Nataka nikupe siri. Kama ulikuwa unafikiri adui ana nguvu dhidi yako, haijalishi adui yako ni shangazi yako, haijalishi adui yako ni mke mwenza, haijalishi adui yako ni nani kwenye maisha yako, Mungu anasema nitakufanya kuwa imara ili uzivunje hizo kazi za shetani, na hiyo nguvu iliyokutesa miaka yote haitakutesa tena, asema Bwana Mungu mwenye nguvu. Maombi haya yanakufanya kuwa hodari, yanakufanya kuwa shujaa, yanakufanya kuwa mtu harisi kwenye ulimwengu wa roho. Na ni lazima uwe makini katika kipindi chako cha kufunga. Kuwa na muda wa kuomba, kuwa na muda wa kusifu, kuwa na muda wa kuabudu, kuwa na muda wa sadaka. Hii itakuwezesha kipekee kabisa kupiga hatua ambayo hukuwahi kuipiga miaka yote. Na haya ni maombi ya kipekee kabisa katika mwaka huu wa Gosheni, ambapo Bwana ametuahidi atatubariki mahali ambapo watu hawaelewi. Kama Bwana alivyoongea na Yusufu, akamwambia mwambie baba yako aende katika mji wa Gosheni, aende kule kwenye mkoa wa Gosheni, naye Bwana ameahidi kuwabariki sana sana. Ndivyo inavyotokea mwaka huu juu yako, juu ya ndoa yako, juu ya watoto wako, juu ya mume wako, juu ya mke wako, juu ya ndugu zako. Watapata ajira, watapata kazi, wataanzisha miradi, itaendelea, wataolewa, watakaa kwenye ndoa, watapona magonjwa yao, asema Bwana Mungu wa majeshi. Amesema huko utakako kuwepo utakuwa salama, mabaya hayatakupata. Na haya ni maombi yangu. Kila majanga ambayo yamekusudiwa Tanzania hayatakupata wewe. Kila kufeli kuliko kusudiwa Tanzania hakutogusa watoto wako katika jina la Yesu wa Nazareti. Huu ni wakati wako. Bwana anakutenga kwa ajili yake. Hebu jioni ya leo katika uwepo huu, shika sadaka yako. Ni sehemu ya 10 ya yale Mungu aliyokubarikia. Nataka uelewe, iko nguvu katika kumtolea Mungu zaka. Watu wengi wanamwibia Mungu katika zaka zao. Mungu anapima uaminifu wetu kupitia utii wetu. Kama unashindwa kumtolea Mungu, huwezi kupokea kile kitu cha kimungu. Maana anazungumza, anasema yale mambo ambayo macho ya mwanadamu hayawezi kuona, masikio ya mwanadamu hayawezi kusikia, hayawezi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu, mambo haya yamekusudiwa kwa ajili ya wale wanipendao. Na tunaona Mungu anamwambia Ibrahimu, sasa nimejua unanipenda, baada ya Ibrahimu kutoa sadaka. Anazungumza katika kitabu cha Malaki, melaniwa kwa laana. So Mungu anasema iko laana inayoishi kwenye jamii yako, iko laana inayoishi kwenye ukoo wako, iko laana inayoishi kazini kwako, iko laana iko. Mungu ndo anayesema, sio Pastor Kamugisha. Anasema iko laana. So anasema kwa kuwa unashindwa kutoa zaka na dhabihu, hata ile laana ina uwezo wa kukuathiri hata wewe. Kuna watu tumeajiriwa kwenye kampuni, tumejikuta na sisi tumekuwa na mawazo potofu. Kwa nawafundisha watu wiki hii, nazungumza, nasema ikiwa huna kusudi la kufanya kazi katika hiyo kampuni, kwenye hilo shirika, kwenye hiyo taasisi, huwezi kufanikiwa. Lazima uwe na kusudi. Na niko nawafundisha, naambia hata Mungu alikuwa na kusudi la kutuumba sisi. Kwa chochote unachokifanya bila kusudi unakamatwa. Na ndio maana leo unakuta watu wengi walioajiriwa wanalalamika, huwezi kufanikiwa kwa ajira. Kwa nini? Walitegemea au wanategemea mishahara yao ndio utajiri wao, lakini kumbe kazi yako, kumbe nafasi yako ni mtaji wako kupeleka hatua nyingine. Sasa kwa sababu unashindwa kumtolea Mungu sadaka
kwa sababu zaka kwako ni kitu kigumu, dhabihu ni kitu kigumu. Uwe na uhakika shetani atakung'ang'ania. Sadaka inaonyesha upendo wako kwa Mungu, na kama unashindwa kumwonyesha Mungu unavyompenda, uwe na uhakika utadhibitiwa kwenye ulimwengu wa roho. Adui atakukamata, atakwambia wewe sio mali ya Mungu. Sikiliza, ukisoma katika kitabu cha Ayubu, Biblia inaonyesha mahusiano yaliyokuwepo kati ya Mungu na Ayubu kwa kweli yalikuwa yamejengwa na dhabihu za Ayubu. Jioni ya leo, Jumapili ya leo, unapoenda kumtolea Mungu sadaka, ni lazima uwe makini sana na lazima ukue. Kuna watu wanafikiri tunatoa zaka tu kwa sababu ya mshahara tu. Fikiria ungekuwa una mshahara usingekuwa unatoa zaka. Zaka ni sehemu ya 10 ya kile Mungu anachokubariki. Yaani usijaribu kura kwa kile ambacho Mungu amekwambia ukitoa. Dhabihu ni sadaka unayoitoa, ulikuwa unahitaji wewe, ilikuwa muhimu kwako, unatoa kwa ajili ya Bwana. Jaribu kufikiria, nadhani mnafahamu tunaandaa eneo letu la kuabudu, na Mungu ametupa neema. Nadhani kuanzia wiki ijayo, wiki hii tutaanza kuabudia kule. Katika lile eneo tumekuwa na uwekezaji mkubwa wa kumjengea Mungu madhabahu. Kuna watu ambao wametoa fedha zao ambazo walikuwa wanazihitaji. Kuna watu wametoa vitu vyao. Hiyo ndio dhabihu. Sadaka lazima iguse moyo wako. Haijalishi ni shilingi ngapi, lakini iwe inagusa, inavuruga bajeti zako, inavuruga kile ulicho nacho. Ukiona unatoa sadaka na moyo wako hauumi, shtuka, adui atakudhibiti. Na ukiona unaweza ukafanya ibada na umtolee Mungu sadaka, adui atakudhibiti, kwa sababu ataenda kukamata kile ambacho Mungu alikuwa amekikusudia juu yako. Unaweza usielewe, lakini ukisoma katika kitabu cha Daniel unagundua Biblia inasema, nilipoyaleta majibu yako, mkuu wa anga la Uajemi alinizuia. Na so anazungumza, anasema hata yule malaika asimamaye mbele za Bwana alipokuja, wafalme wa Uajemi walisimama kupambana naye. Sikiliza kitu cha ajabu. Adui ana uwezo wa kupambana na wewe kulingana na mahusiano yako na Mungu. Anapambana na majibu yako, anapambana na unabii wako, anapambana na muujiza wako. Jioni ya leo hakikisha unaenda sawa na Mungu kwa ajili ya ushindi wa kipekee. Hasa katika kipindi hiki cha kufunga, toa sadaka, kwa sababu tayari roho yako iko wazi, unasikia na unaona kile Mungu anachokusemesha. Panda mbegu yako jioni ya leo, naye Mungu yuko tayari kuyaponya, kuyainua, kuyabadilisha maisha yako. Si kwa sababu ya fedha uliyomlipa, lakini ni kwa sababu ya kile unachoonyesha ya kuwa unampenda huyo Mungu wa pekee na wa kweli. Baba yetu, Mungu wetu wa kweli, watoto wako uliowapenda na kutununua kwa thamani ya kipekee, damu yako mwenyewe, tumekuja kukuabudu na tunakuabudu kwa sadaka zetu. Sasa tunakuabudu kwa sababu wewe ni Mungu kwenye maisha yetu, ni Mungu utupae, na ni Mungu unayetulinda wakati wote, katikati ya ghadhabu, katikati ya mabaya. Bwana, rehema zako zimekuwa juu yetu, nasi tumechagua kuja kwa ibada mbele zako na kukuheshimu kwa sadaka zetu, shukrani zetu, zaka zetu, dhabihu zetu tunazitoa kwako. Tunatoa ili ufalme wako ujengwe na jina lako lijulikane kwa mataifa yote. Asante kwa sababu ya kila mtoto wako anayekutolea wakati huu sadaka hii ya kipekee. Bwana, ni maombi yangu kwa sababu umewaelekeza watoe ili kazi yako iendelee. Watoe ili ile madhabahu tunayoiandaa iweze kuwa bora, tukamilishe uhitaji wote, ili jina lako lipate kutamkwa mahali pale. Bwana, kila anayekutolea, kama unavyoanzisha kazi ile iliyo njema, acha na maisha yake yakawe mema mbele zako kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu ali hai, na kila mmoja sema amina. Achilia sadaka yako kwa namba ya simu ziko hapo, au akaunti ya benki, zote zinaleta jina la Evodius Kamugisha William, na utakuwa umeachilia sadaka ya kipekee kwa ajili ya neema ya Mungu kufunguliwa juu ya maisha yako. Kumbuka, unatoa sadaka maalum kwa ajili ya kupanda mbegu katika ile madhabahu ambayo tunamjengea Bwana. Na nimekuambia tuko tayari kuanza sio muda mrefu, na nadhani wiki hii tutakuwa tunaanza ibada katika eneo lile. So kile unachokipanda kinaleta matokeo ya kipekee. Na jambo lingine, tutakuwa na badiliko la ibada za Morning Glory kwa sababu ya location ile.
tutakuwa tunaanza saa 12 kamili na si tena saa 10:30. Kwa hiyo saa 12 kamili tutakuwa online, tutakuwa live na utakuwa unajiunga nasi kila siku. Hasa ni muhimu sana katika kipindi hiki cha maombi ya siku 40. Kwa hiyo tutakuwa na saa 1 pale asubuhi kuweka uhusiano wetu na Mungu. Lakini pia siku ya Jumapili tunatarajia kuanzia kufanyia ibada kule, na unaweza kuuliza pastor, kwa nini hatujafanya leo kwa kule? Ni kwa sababu kuna uhitaji mwingi kule ambao tunamwamini Mungu atakamilisha kile alichoanzisha, na ninamwamini Mungu anaweza hata kukutumia wewe ukapanda mbegu yako. Unajua hakuna sadaka ambayo imetolewa kwa Bwana ikawa bure. Ninakumbuka miaka mingi kidogo iliyopita, kuna watu wamekuwa wakipanda mbegu zao na leo ziko kwenye madhabahu ya Bwana. Wakati tunapomtumikia Mungu, Mungu anazikumbuka sadaka walizozitoa. Sikiliza nikwambie kitu cha ajabu. Biblia inazungumza katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10. Anasema Mungu amezikumbuka sadaka zako Kornelio na maombi yako, naye amenituma nikupe yakupasayo ili kupokea karama na kipawa cha Roho Mtakatifu. Inakuwa kwako pia unapokuwa unamtumikia Mungu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Achilia sadaka yako sasa. Achilia sadaka yako. Kama unasikia Mungu anakusemesha kusapoti hii huduma, unaweza ukatuma pia message kwenye namba hizo zote. Tuma WhatsApp ili iwe rahisi kwangu kuziona na uweze kupanda sadaka yako ya kipekee. Mungu anaenda kugusa maisha yako. Nakumbuka kuna watu wamepanda kule, tumeweka singing board, tumetengeneza majukwaa kule, tumetengeneza soundproof, tumenunua baadhi ya vifaa, tumenunua digital mixer, tumenunua baadhi ya vitu vichache ambavyo vimebaki kama mic, speaker, vinanda. Chochote ambacho unaguswa kukifanya, kifanye kwa ajili ya Bwana, sio kwa ajili yangu, lakini kwa ajili ya Bwana. Kama unavyoona sasa hivi tuna kamera nzuri, kwa sababu kuna watu walipanda mbegu. Sasa hivi tuna stream kwa urahisi, kwa sababu kuna watu walinunua kompyuta nzuri, na tunajivunia kumtumikia Mungu katika ubora. Acha jina lake litukuzwe kupitia yale aliyokubarikia wewe, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Jumbe wangu kwako sasa ni kutawala ulimwengu wa roho. Tunapozungumza juu ya ulimwengu, tunazungumza eneo lenye vitu au watu wa aina tofauti tofauti katika eneo hilo. Dunia hii imekuwa ulimwengu kwa sababu ya uwepo wa wanadamu, uwepo wa wanyama, uwepo wa ndege, uwepo wa samaki. Katika haya yote ndiyo yanayojumuishwa kuitwa ulimwengu. Sasa tunazungumza juu ya ulimwengu wa roho. Ni eneo muhimu sana 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 kama Mkristo unalotakiwa kulielewa na kuliishi vizuri. Kwa nini? Ni kwa sababu mwanadamu anaishi katika ulimwengu wa roho. Sasa tunapozungumza juu ya ulimwengu wa roho, ni eneo muhimu sana ambalo Mkristo wa kweli unatakiwa kulitambua, kwa sababu ni eneo ambalo wewe unaishi. Ni eneo ambalo wewe unatembea. Kwa mfano, ni kama tunavyozungumza kutawala ulimwengu wa mwili. Katika ulimwengu wa mwili kuna vitu tunavihitaji ili tuweze kutawala ulimwengu wa mwili. Mfano ni elimu. Katika ulimwengu wa mwili, kama hauna elimu, utapitia wakati mgumu sana. Katika ulimwengu wa mwili tunahitaji fedha. Kama hauna fedha katika ulimwengu wa mwili, ni taabu tupu. Katika ulimwengu wa mwili tunahitaji afya njema. Katika ulimwengu wa mwili, ukiwa na shida ya kiafya, ni taabu tupu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunavihitaji katika ulimwengu wa mwili ili tuweze kufurahia maisha katika ulimwengu wa mwili. Kwa mfano, tukihitaji maarifa au tukihitaji elimu, tutaenda shule. Tukihitaji afya njema, tutazingatia kanuni za kiafya. Tukihitaji kupata fedha, tutaangalia mfumo wa kazi ambao utasababisha faida kwenye maisha yetu. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Kama ambavyo ulimwengu wa mwili hatuzaliwi tu tukaishi kama ndege. Yesu anasema wako ndege ambao hawapandi wala hawavuni, lakini wanaishi. Sasa mwanadamu sio kama ndege, sio kama samaki. Hapana, mwanadamu katika ulimwengu wa mwili anahitaji kutengeneza mazingira yatakayomfanya autawale ulimwengu wa mwili. Na kama ni mvivu, ni mzembe wa kutambua ulimwengu wako wa mwili unahitaji nini, utakuwa masikini
na utakuwa mtu wa shida siku zote. Na ni muhimu sana, najua nitapata nafasi ya kufundisha juu ya kuutawala ulimwengu wa mwili, na huku kuna shida kabisa. Kuna shida kabisa. Sasa leo ninapozungumza juu ya ulimwengu wa roho, ni sawa na ambavyo tungekuwa tunazungumzia uhitaji wa namna ya kuboresha uchumi wako katika ulimwengu wa mwili, namna ya kuboresha nafasi yako ya kitaaluma katika ulimwengu wa mwili, namna ya kuboresha nafasi yako ya afya njema katika ulimwengu wa mwili. Ndivyo tunavyozungumza juu ya ulimwengu wa roho. Na tunazungumzia pia katika ulimwengu wa roho kwa sababu mwanadamu amepewa neema ya kipekee ya kuishi katika ulimwengu wa mwili na kuishi katika ulimwengu wa roho. Sasa ili uweze kwenda sawa, ili uweze kufanikiwa, lazima katika maeneo yote uwe sawa sawa. Mtu ambaye ana shida katika ulimwengu wa roho ana shida katika ulimwengu wa mwili. Mtu aliye na shida katika ulimwengu wa mwili ana shida kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama ambavyo tunaweza tukautambua ulimwengu wa mwili na tukawa watu wa faida, ndivyo tunavyohitaji kuutambua ulimwengu wa roho ili tuwe watu wa faida. Haimaanishi usipoutambua ulimwengu wa roho ndio haupo. Hapana, kutotambua jambo haimaanishi hakipo. Kipo. Ulimwengu wa roho ni halisi, na kuna watu wana uwezo wa kuishi na kutawala ulimwengu wa roho. Nilikwambia leo nikasema, unapofunga unaipa nafasi yako roho yako kuwa na nguvu. Yaani kama ukiwa umefunga katika ulimwengu wa roho unakuwa mtu mwenye nguvu. Sasa nataka uelewe, Paulo anatupa picha kubwa sana juu ya nafasi ya rohoni, kwamba maisha yetu ya mwilini, changamoto tunazozipitia, matatizo tunayoyapitia, suluhisho letu tunalipata katika ulimwengu wa roho. Hii ni ajabu sana Paulo anazungumza. Sasa ndiyo maana Roho Mtakatifu amenipa msukumo kukufundisha jinsi ya kuutawala ulimwengu wa roho, jinsi ya kuishi katika ulimwengu wa roho. Fungua na mimi katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 19. Ni moja kati ya vitabu vya Injili, na kama ni msomaji wa Biblia utagundua ni kitabu cha kwanza kabisa katika Agano Jipya ambacho kinaeleza habari za Yesu Kristo na ufalme wa Mungu kwa mwanadamu. Mathayo anaeleza kile ambacho Yesu alikuja kukifanya kwa ulimwengu wakati ambao wanadamu walikuwa hawamtambui kama kweli yeye ndiye Mesia wao. Anaanza kueleza imewezekanaje huyu akawa Mesia, kwa sababu watu wengi, watu wenye elimu, watu wenye vyeo hawakumuelewa na hawakumwamini Yesu Kristo. Sasa baada ya kazi ya msalaba, Mathayo aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu, Roho Mtakatifu akaweka mzigo ndani yake kuwafundisha watu habari za kweli ya Kristo Yesu aliyekuja kumkomboa mwanadamu. Na Mathayo anaendelea kutupa siri ya kuwa Yesu ameenda mbinguni kutuandalia makao na amemwacha Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Sasa katika sura hii ya 16 mstari wa 19, mstari kuanzia wa 9, anazungumzia ni kipindi ambacho Yesu alikuwa anafanya analysis. Alikuwa anauliza, je, watu wameshaanza kunitambua? Watu wameshaanza kunielewa? Kumbuka, wana wa Israeli walikuwa ni watu wanaosoma Torati, wanasoma unabii, wanasoma na Zaburi. Walikuwa ni watu wanaoelewa juu ya ahadi ya Mesia kuja duniani. Sasa baada ya Yesu kujidhihirisha kwa mwanadamu, kujidhihirisha kwa kila mtu aliyekutana naye, alifanya analysis kuelewa, je, watu wameanza kumjua? Watu wameanza kuelewa ya kuwa huyu ndiye aliyetumwa kuwaweka huru, huyu ndiye waliyemsoma, huyu ndiye waliyemsubiria. Kwa akawa anauliza wanafunzi wake juu ya kile ambacho kinaendelea mtaani, kama watu wameshashituka. Sasa wakati anawahoji, akagundua kuna shida bado iko mtaani, kwa sababu bado watu hawajaelewa kama huyu ni Mesia. Na unaona wanaeleza, wengine wanakujua wewe ni Elia, wengine wanasema ni moja wa manabii, wengine wanasema ni Yohana Mbatizaji amefufuka.
na anawauliza, na ninyi je, mmeshanifahamu mimi ni nani? Katika ujumbe huu unaona Petro anadhihirisha kumtambua, kumfahamu ya kuwa yule waliyemgoja, yule waliyemsubiri, yule waliyemtafuta tayari amekuja kwao. Na jambo hili ndilo linalomfanya Yesu adhihirishe ya kwamba wale wanaomfahamu ya kwamba yeye ni Mesia wanapata nini? Angalia anachozungumza, nami nitakupa wewe ufunguo wa ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Angalia hiki ambacho Yesu anazungumza na Petro, ambacho ni muhimu sana. Kama kanisa tuna nafasi kubwa ya kushughulika na shetani, tuna nafasi kubwa ya kumdhibiti shetani, tuna nafasi kubwa ya kumfukuza shetani, lakini kuchukua kile kilicho katika ufalme wa Mungu kukileta kwenye maisha yetu imekuwa ni kama sio desturi yetu. Lakini moja kati ya kitu ambacho Yesu anakileta ndani yako baada ya kumjua ya kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni kukuruhusu kuwa na ya kushughulikia maisha yako katika dunia hii na mbinguni kikatokea kile ulichokitenda katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu anazungumza ya kwamba ikiwa umenijua, ikiwa umenifahamu, unakuwa na nafasi, unakuwa na uwezo wa kufanya kazi na mbinguni wakafanyia kazi kile unachokifanyia kazi. Yesu anazungumza na Petro, anamwambia kitu cha ajabu. Anamwambia kwa kuwa umenifahamu, unakuwa divinity, unakuwa na muunganiko wa kiungu, kiwango ambacho mbingu hazitakuzuia, nchi haitakuzuia, maana wewe unachokifanya kinakuwa indirect, kinafanyika kule mbinguni. Ina maana utakachokifungua, utakachokifunga, mbinguni watadhihirisha hicho. Na hiki ndicho nachotamani ukielewe kama mwana wa Mungu, ya kwamba una nafasi gani katika maisha yako kwenye ufalme wa Mungu. Ni kweli tunaweza tukawa ni mastaa na wazoefu wa kumshughulikia shetani, lakini je, tunaweza kuyajenga maisha yetu kutoka katika ufalme wa Mungu? Tunaweza kupokea mahitaji yetu kutoka katika ufalme wa Mungu? Ni kweli kuna vitu ambavyo adui amevichukua kwenye maisha yetu, amevichukua kwenye ndoa zetu, amevichukua kwenye maono yetu, ndiyo. Na Roho Mtakatifu anapokuja anatutaka tumnyang'anye adui, maana hiyo sio haki yake. Lakini pia Yesu anatuambia iko nafasi ya kipekee ya kuanza kurithi ahadi za Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mkristo lazima ujue nini hukusababisha, nini hukuwezesha ili ufalme wa Mungu uanze kutenda kazi pamoja na wewe. Unaona katika kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 17, Yesu alikuwa anazungumza, anawaambia wanafunzi wake wakati walipokuja kwake, anawaambia ninataka niwape siri. Ikiwa siku ya leo unaweza ukainuka hapa, ukatoa gharama zako, ukatoa muda wako, ukatoa maisha yako kwa ajili ya kuwatangazia watu wengine habari za wokovu, yeyote aaminie, yeyote akubalie hiki ninachomwelekeza, anasema hivi, na ishara hizi zitaambatana naye, kwa jina langu atatoa pepo na atasema kwa lugha mpya. Hiki ni kitu cha ajabu. Yesu anasema ikiwa utakuwa yule ninayemtaka, ina maana utendaji wangu mara moja unakuwa juu yako, utendaji wangu unaishi ndani yako, utendaji wangu unadhihirika katika maisha yako. Ni muhimu sana unielewe vizuri, ni muhimu sana uelewe sasa ya kwamba iko nafasi ya kuunganishwa na Mungu katika utendaji, ya kwamba yale unayoyatenda yaweze kudhihirishwa na Mungu ya kuwa kweli yanafaa kutokea.
Najua kuna watu tunafanya biashara, tungetamani kufanikiwa. Najua kuna watu tumeingia kwenye ndoa, tungetamani kupokea amani. Kuna watu tumeingia katika kampuni, kuna watu tumeanzisha mambo, tungetamani kuona yanafanikiwa. Je, ni kwa namna gani yanafanikiwa? Ni kwa sababu tunajua namna ya kuishi vizuri na Mungu aliye hai. Ukitaka mtu akupende, lazima uzijue tabia zake. Ukitaka mtu akukubali, lazima uzijue tabia zake, kwamba Mungu anataka nini. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe anazungumza katika Yohana sura 17, anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo aliyemtuma. Ya kwamba Mungu anatuhitaji tuwe watu wa namna gani ili aweze kushughulika na maisha yetu. Mungu anahitaji nini kutoka kwako jioni ya leo? Mungu anahitaji uwe mtu wa namna gani ili utendaji wa kimungu uwe juu yako. Sikiliza nikupe siri. Watu huwa wanafikiri Roho Mtakatifu ni kunena tu kwa lugha. Sikiliza. Roho Mtakatifu sio kunena tu kwa lugha. Kunena kwa lugha ni ishara ya kwamba kweli umejazwa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anazungumza kupitia wewe. Lakini Roho Mtakatifu anadhihirika ndani yako kwa utendaji. Na ndio maana ukiangalia kuanzia Agano la Kale, watu waliokuwa wanajazwa Roho Mtakatifu, watu waliokuwa na Roho Mtakatifu, na sasa hivi unaweza ukafikiri Roho Mtakatifu ni tofauti. Yule Elisha aliyeenda mjini akakuta kuna njaa, watu wananunua hata kinyesi cha njiwa kwa fedha. Anasema hapana, kesho chakula kitakuwepo mahali hapa. Nguvu ya Mungu ikaenda kwenye miguu ya wakoma. Walipoenda kwenye kambi ya Washami wakakimbia, wakasikia kishindo kama cha jeshi kubwa. Huyu Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Elisha ndiye yuko ndani yako, ndiye yuko ndani yangu. Sasa Biblia inaanza kutupa siri namna ambavyo tunaweza tukaishi katika ile divinity. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 15, ukianza mstari wa kwanza, anasema hivi, Bwana, na nataka umakini, Zaburi sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza, anasema Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Mstari wa pili, ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakuwatenda wenzake mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Mstari wa 8 anasema machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana, ingawa ameapa kwa hasara yake. Hayabadili maneno yake, hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo haya hataondoshwa milele. Angalia Biblia inachotupa siri. Angalia Biblia inavyotuongoza. Inatupa mtazamo ambao ndio utakao uruhusu utendaji wa Mungu kuwa halisi katika maisha yetu. Hatuwezi kutawala ulimwengu wa roho kama hatuna mahusiano halisi na Mungu, na hauwezi kumshinda shetani kama hauna Mungu. Usijaribu kukemea pepo, utakutana na kile cha wana wa Skeo kama hauna mahusiano mazuri na Mungu. Usijaribu kumtishia mchawi kama hauna mahusiano mazuri na Mungu. Uhusiano wako na Mungu ndicho kitu cha muhimu sana. Watu wengi wanajifunza kukemea, watu wengi wanajifunza kushughulika na mashetani, lakini hawawekezi mahusiano yao binafsi kati ya wao na Mungu. Ikiwa unafanya na kuishi vile Mungu anavyotaka kutoka ndani yako, ndivyo utakavyoanza kuishi na kuutawala ulimwengu wa roho. Ina maana mahusiano yako na Mungu ndiyo yatakayoamua wewe kwenye ulimwengu wa roho uwe mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi we ni nani, haijalishi umezaliwa kwenye familia gani, kama huna mahusiano na Mungu, kama hauko na Mungu, adui hautamshinda. Adui hautamshinda. Kitu ambacho kinakufanya wewe uweze kuutawala ulimwengu wa roho, namba moja ni utii. Utii.
Utii ni baada ya kuelekezwa na Mungu nini cha kufanya. Katika utii lazima uwe umeondoa excuse. Watu wengi hawawezi kutii kwa sababu ya dharura walizonazo. Yaani kwa mfano Mungu leo akikwambia funga, unaanza nina vidonda vya tumbo. Mungu akikwambia leo nenda ukamsaidia mtu fulani, unasema jamani, yaani una dharura. Sasa utii ndicho kitu cha kwanza kinachokuruhusu uishi na kuutawala ulimwengu wa roho. Namba 2, neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu ni kile anachokisema Mungu juu yako. Mungu hataki nini kwako, hata kama kwa wengine wanafanya, lakini Mungu hataki nini. Namba 2, Mungu anataka nini kwako. Assignment ulionayo ndiyo inayoamuru wewe uwe mtu wa namna gani. Kile ambacho Mungu unaona Biblia inasema huyu mtoto atakapozaliwa na asinyolewe nywele, asikatwe nywele. Biblia inasema asikatwe nywele. Samsoni anazaliwa, wengine wana Mungu lakini huwa wananyoaga nywele. Akina Daudi, watu wengi tu tumeona wananyoa, akina Moses hawana shida, lakini kwa Samsoni hatakiwi kukata nywele. Nini Mungu anazungumza na wewe kibinafsi? Hata kama wewe ni mshirika, tena umetokea kanisa zuri, wengine unaona wanavaa vile, lakini Mungu amekwambia usivae nguo kama hizi. Wengine wanafanya hivi kwa waume zao, wewe Mungu amekwambia usifanye hivi kwa mume wako. Kuna watu wana viburi, kuna watu wanamdhalilisha Mungu kwenye maeneo yao. Yaani kama mume wako angekuwa hajaokoka, asingeokoka kwa tabia zako. Yaani tabia zako hazishawishi hata wafanyakazi wenzako kuona wewe ni mtu mwenye Mungu ndani yako. Tabia zako hazishawishi watu wa familia yako kuona wewe ni mtu mwenye Mungu ndani yako. Neno la Mungu linasema nini juu yako? Umechongwa kiwango gani? Umebadilika kiwango gani? Kipimo cha kutawala ulimwengu wa roho sio sauti kubwa unasema kwa jina la Yesu nafanya na mama. No! Umebadilishwa kwa kiwango gani? Kila mtu ambaye aliutawala ulimwengu wa roho ni mtu aliyebadilishwa kutoka kwenye hali yake. Ukiangalia hata wale mitume walikuwa wanaambiwa, wewe ni mvuvi wa samaki, kuanzia leo acha. Wewe uko hivi. Mungu huwa anambadilisha mtu. Sasa neno la Mungu ndilo ambalo linambadilisha mtu. Mungu anasema nini na wewe? Namba 1 nimesema ni utii. Namba 2 neno. Namba 3 ibada. Na nilisha kufundisha kwamba katika ibada kuna maombi, kuna sifa, kuna kuabudu na kuna sadaka. Yaani tunaposema naenda ibadani au naenda kufanya ibada, kuna mambo mangapi? Mane. Hii ni ibada ya kimungu, sio ibada ya kipagani, sio ibada ya dini yako. Ibada ya kimungu inakutaka uombe, umsifu Mungu, umwabudu Mungu na umtolee sadaka Mungu. Hivi vitu 4 ndio vinavyoitwa ibada. Sasa watu wengi tumepoteza hiyo nafasi. Tumezoelea, yani tunavyomsifu Mungu. Wana wafundisha vijana wangu nyimbo za kumsifu Mungu, nyimbo za kumwabudu Mungu. Je, tunamshuhudia Mungu au tunamwambia Mungu uweza wake? Tunamwambia Mungu juu ya nguvu zake, tunamwambia Mungu juu ya mamlaka yake, tunamwambia Mungu namna alivyo mkuu zaidi ya miungu yote. Anamwambia Moses, anamwambia ndipo nitakapojulikana kuwa mimi ni Jehova. Nitajulikana ya kuwa mimi ni Jehova. Ni kweli kuna Mungu Farao, ni kweli kuna Mungu Baali, ni kweli kuna Ashera, lakini niko Jehova, niko Mungu aliye zaidi ya wote. Na anamwambia Moses, hata kwa baba yako Ibrahim na Isaka na Yakobo hawajawahi kunijua kama mimi ni huyu. Angalia hata malaika anachosema, anasema asema Bwana Mungu mwenye nguvu. Ina maana Yesu anakuja kama Mungu mwenye nguvu, Emmanuel. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kumsifu Mungu. Maisha yetu yanaweza kumsifu Mungu. Maisha yetu, yani mtu akitutazama anaweza kasema kwa kweli
Mama huyu amenifanya nimalize chuo. Baba huyu amenifanya nifike hapo. Yaani kuna watu ambao wanaweza kumsifu Mungu kwa ajili yako. Kuna watu walimuomba Mungu, alafu wewe ukawajibu. Wakati mwingine Mungu anakusemesha unaacha. Hapana, watu msifu Mungu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuabudu ni neno linalodhihirisha ya kuwa wewe wewe huyu ni mwokozi wako. Bila huyu hakuna chochote kinachoendelea kwenye maisha yako. Kumwabudu Mungu, kuachilia maisha yako kwake, kuwa tayari kuwa mtumwa wake. Kuomba, maombi ni maneno ya ustadi. Maombi sio kila maneno ya ustadi unayomweleza Mungu juu ya uweza wake kwako. Maneno ya ustadi sio ni maneno ya ustadi ambayo yamepangwa vizuri kumweleza Mungu. Unajua kuna watu yaani maombi yenu hayajibiwi kwa sababu hamjui heshima ya Mungu. Kwa mfano, leo ukiwa na appointment ya kukutana na VIP, ni rais, ni waziri mkuu, wale wasaidizi wa rais watakuja kukutana na wewe, kwanza kukuambia namna ya kusalimiana na rais, namna ya kukaa wakati uko na rais, namna ya kuzungumza uko na rais, mambo gani unatakiwa kuzungumza uko na rais. Kuna kitu naelewa hiyo? Kama hujapata nafasi ya kwenda Ikulu, uende usijue hili. Lakini kuna watu wanaitwa watu wa protocol, yaani wanakuongoza. Sasa maombi yako yanaweza yakapima unamchukuliaje Mungu. Baba, yaani Mungu anajua hili bado ni toto, kaa huko, kalie huko, usinisumbue. Kwa hiyo maombi ni maneno yaliyopangiliwa ambayo unajua. Biblia inasema haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Na anamwambia Isa, anasema leteni hoja zenye nguvu. Acha kuleta vimaombi vya kipuzi. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, sadaka. Sadaka, moja eneo gumu ni sadaka. Sadaka ni kutoa kile ambacho kinaumiza moyo wako, unampa mtu mwingine. Unatoa kile ambacho kinaumiza moyo wako, unatoa kwa ajili ya Bwana. Kama unatoa sadaka ambayo hata haikuumizi. Unajua kuna mtu anapata mshahara, budget hazitoshi. Najua hali ya uchumi ilivyo. Lakini aangalii hilo. Yeye anachoangalia kwanza ni mlipe Mungu zaka yake. Pili, kanisa linahitaji nini? Nitegemeze nini kwa mchungaji? Alafu ndo anarudi anaangalia maisha yake. Sadaka ni kutoa vile tulivyo navyo. Na ndio maana wazungu wanasema kila uchawi una gharama. Ukimwona mtu ni mganga wa kienyeji au ni mchawi, kuna gharama ya utoaji ameifanya. Haya ndiyo mambo matatu yatakayokufanya wewe uwe na uwezo wa kuutawala ulimwengu wa roho. Kama unakumbuka, nimekufundisha juu ya ulimwengu wa mwili, namna unavyoweza kuishi katika ulimwengu wa mwili. Sasa ukisha kuwa na uwezo wa kuutawala ulimwengu wa roho, kule katika ulimwengu wa roho ndipo utakapokuwa nani. Kwa mfano, katika ulimwengu wa mwili, kama una diploma na kazini kwako kuna watu wenye degree, wale wenye degree watakuzidi, watakudharau, watakuonea kwa sababu kiwango chako cha elimu ni kidogo. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu kama hauna, kuna position kama haupo, adui atakuonea. Na ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 3, tumebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa hiyo nafasi ulionayo katika ulimwengu wa roho ndiyo inayoamua wewe uwe nani. Yaani hata kama nyote mmeokoka kwenye ulimwengu wa roho, kuna mmoja anakuwa mkubwa zaidi ya mwingine. Ukikutana na waabudu shetani, yaani nafasi yako ya kiroho inapimwa na namna ulivyo katika ulimwengu wa roho wa Mungu. Kuna watu wanataka wawe zaidi ya waganga au zaidi ya wachawi au zaidi ya watu wenye makafara, na mahusiano yao na Mungu ni dhaifu. Kwa hiyo mahusiano yako na Mungu yatakupa sifa tukufu. Biblia inazungumza utakuwa na taji, crown, ambalo lile taji ndilo linaloamua wewe uwe mtu wa namna gani, wewe uwe mtu wa hali gani. Kwa hiyo ile nafasi ulionayo katika ulimwengu wa roho ndiyo itakayoamua watu wa ufalme wa giza
wakuchukulieje? Watu wa ulimwengu wa giza wakufanyeje? Na ni muhimu sana kuelewa, utakavyokuwa katika ulimwengu wa roho, udhihirisho wake utakuwepo katika ulimwengu wa mwili. Utakavyokuwa katika ulimwengu wa roho, ndiyo maisha yako ya mwilini. Katika ulimwengu wa roho ukiwa dhaifu, hata katika ulimwengu wa mwili utakuwa dhaifu. Kiona mtu anaumwa, amelazwa kitanda cha daktari, ni kwa sababu kuna mapepo yalimpiga katika ulimwengu wa roho. Alafu leo baada ya miaka miwili ndio unakuja kuona kile kipigo cha mapepo, leo anaumwa. Ukiona mtu amefilisika katika ulimwengu wa mwili, kuna mapepo yalimnyang'anya mali zake kwenye ulimwengu wa roho, leo unaona mzunguko wake umekata, anafilisika. Ukiona mtu anakufa, kuna mapepo yalimuua kwenye ulimwengu wa roho, leo kile kifo kinadhihirika katika ulimwengu wa mwili. Kwa kama unataka ushinde katika ulimwengu wa mwili, ni lazima yale mambo matatu uweze kuyabeba katika maisha yako. Nimesema utii, neno la Mungu na ibada. Kama unataka umshinde shetani wa aina yeyote, haya mambo matatu uwe umeimalika vya kutosha. Kama unataka kustawi katika maisha yako ya kimwili, haya mambo matatu uwe vizuri. Nami ninakuombea katika jina la Yesu, nuru ya Kristo inaangaza maishani mwako, nawe utastawi. Na unapoanza wiki hii, wiki ya pili ya maombi yetu, wiki ya pili ya kusimama mbele za Bwana kwa kufunga, ninakuona katika maisha yako nuru inaanza kuangaza, vizuizi vinaondoka, aibu zinakukimbia, hasara zinakukimbia, magonjwa yanakukimbia, wokovu wa Bwana unakuwa juu yako. Ninakuombea wewe na wapendwa wako, unapoanza wiki hii katika mwezi huu wa pili, Gosheni ni haki yako. Mungu atakulinda na mabaya yote. Mungu atakulinda na uadui wote. Mungu atakulinda na kila aina ya anguko, na Mungu atakuleta katika upendo wake, ili ujue yeye ni mfalme wa ufalme katika maisha yako. Ninakubariki kwenye kazi za mikono yako, ukapate faida kwa kile utakachokitenda. Ninabariki kampuni yako, ikakubarike kwa makampuni ya kimataifa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninabariki uzao wako, wataleta habari njema kwenye maisha yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninabariki tumbo lako, uzao wako umebarikiwa. Ninabariki ndoa yako, nawe utauona wokovu wa Bwana. Ninabariki maono yako, na utastawi mahali ambapo wengine wamekuwa dhaifu. Wiki hii ni wiki yako. Kufunga na kuomba kwako kutaleta matokeo chanya kwenye maisha yako. Ninakubariki, ninakutangazia ongezeko la Mungu unapoianza wiki mpya katika jina la Yesu. Jumatatu yako na ibariki, Jumanne yako na ibariki, Jumatano yako na ibariki, Alhamisi yako na ibariki, Ijumaa yako na ibariki, Jumamosi yako na ibariki, Jumapili yako na ibariki. Wokovu wa Bwana ujuu yako, nuru ya Kristo juu yako, maji ya uzima yako juu yako katika jina la Yesu. Uwe na jioni njema ya baraka katika jina la Yesu. Tukutane katika Morning Glory